السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقالة وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ndugu zangu kina baba, kadhalika kina mama, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ahli zake na sahaba wake kwa ujumla. Amina. Inafahamika ya kwamba kituo hiki ni kituo cha tiba asilia, tiba mbadala, tiba za kisunna na visomo vya ruqya. Na tiba hizi zinawahusu watu wote pasina kujalisha dini zao. Uwe ni Muislamu, ukija hapa kituoni kwetu utapokelewa, na hata wewe Mkristo ukifika utapokelewa, na hata wale wapagani wasiokuwa na dini wakifika kituoni kwetu watapokelewa, kwa sababu matibabu hayachagui dini. Na tiba zetu siku zote nimekuwa nikifafanua na kuainisha na kuweka wazi, zimegawanya kwenda katika sehemu mbili. Tiba zetu zimegawanywa kwenda katika sehemu mbili. Tunazo tiba za private, ikiwa mtu ana mambo yake binafsi, anataka shida zake iwe ni baina yangu mimi na yeye. Hizi ni huduma za private hizi. Utaratibu wake, utafungua faili kwa gharama ya shilingi 5,000. Kisha baada ya hapo utatoa maelezo ya shida yako. Tutaoanisha dalili zake na dalili walizozielezea mashekhe kwenye vitabu. Kisha tutakupa majibu na tutakupangia gharama za matibabu. Na gharama za matibabu inategemea na uzito wa tatizo lako. Hii ni sehemu ya kwanza ya huduma zetu. Tunazo huduma za private za gharama. Lakini sehemu ya pili ya huduma zetu, tunazo dua za majmuu, dua za pamoja, kama hivi tulivyokutana hivi. Hizi huwa zinaitwa ni dua za majmuu, dua za pamoja. Dua hizi ni dua za bure, na ndio maana utaona hakuna aliyechajiwa gharama kuja katika dua hizi.
ni yeye tu na nauli yake kule atokako. Lakini hizi dua za bure wakati mwingine huwa zinaambatana na dawa za bure. Huwa tunatoa dawa bure, lakini ikihitajika vyamba jengo huwa tunakuagizeni njoeni na kitu fulani, kama ambavyo siku ya leo tumekuagizeni mje na mayai ya kuku wa kienyeji. Hivi huwa vinaitwa vyamba jengo. Ni vitu ambavyo vinashirikishwa katika tiba, na unaweza kulifahamu yai kuwa ni sehemu ya tiba kwa utafiti na majaribio, kwa sababu ilmu tibbi asasuhu mabniyu ala tafhisi wa tajarubi, kwa sababu elimu ya tiba imejengewa katika msingi wa kufanya utafiti na majaribio. Tiba huwa inatafitiwa, inafanyiwa utafiti. Ukishaitafiti tiba, kisha baada ya utafiti unafanya majaribio. Ikiwa mwenye tatizo atanufaika na tiba hiyo, basi tiba hiyo inaitwa mujarrab. Ukisikia mujarrab ni kitu ambacho kimefanyiwa majaribio na ikawa kweli. Sasa tunazo dua za majmuu, dua za pamoja, dua za bure ambazo hufanyika kwa wiki mara 3, kila siku ya Ijumaa jioni kama Ijumaa ya leo, na kila siku ya Jumamosi jioni na Jumapili asubuhi. Ndio kuna dua za bure, na wakati mwingine hutolewa dawa za bure, na kama utachangia gharama itakuwa ni kwa gharama nafuu. Ni muhimu sana kushiriki kwenye dua. Ushiriki wako katika dua ni kitu muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha sema ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Dua ina msaada mkubwa wa kumnufaisha mwanadamu kwa kuliondosha balaa ambalo tayari limemshukia, lakini pia dua ina uwezo wa kumnufaisha mwanadamu kulizuia lile balaa ambalo halijashuka ili lisishuke. Kwa mfano, siku ya leo wewe unayo fursa ya kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siri inayopatikanwa katika hii dua tunayokwenda kuiomba: Mwenyezi Mungu, kama kuna balaa la aina yoyote, iwe ni uchawi, iwe ni miguso ya kishaitani, iwe ni hasadi kutoka kwa watu, nimedhuriwa kwa macho, nimefungwa, ikiwa balaa hilo limenishukia ya Rabbi, na kuomba kwa siri ya dua hii uniondoshe. Ad-du'a yanfa'u mimma nazala, dua itaondosha hilo balaa lililokushukia. Au unaweza ukasema Mwenyezi Mungu, balaa lolote ambalo halijashuka lakini watu wamekaa vikao, wamejadiliana, wameweka mipango yao sawa sawa, wanataka kunitenda kwa njia za kichawi au kunirushia mashaitani, au wanataka kunihusudu juu ya neema nilizonazo, Mwenyezi Mungu, ninakuomba uzivunje nia zao, ulizuie balaa hilo kabla ya kushuka ili lisishuke. Una uwezo wa kusema hivyo. Ndio maana Mtume akasema ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Dua ina msaada mkubwa wa kumnufaisha mwanadamu juu ya balaa ambalo limemshukia, inaliondosha, na lile ambalo halijashuka dua inalizuia. Sasa ni muhimu sana hizi dua za majmuu, kwa kuwa hutozwi gharama. Wewe hudhuria,
Parangana, fanya jitihada, pata nauli yako. Kila siku ya Ijumaa jioni njoo hapa, mlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila siku ya Jumamosi jioni ufike hapa, na Jumapili asubuhi. Zile siku 4 nyingine fanya shughuli zako, tunza pesa yako ya nauli kidogo kidogo, kwa sababu dua hazina likizo. Kuna baadhi ya watu huwa wanadhani nimeomba sana dua, sasa imefikia wakati mimi natakiwa niwe likizo. Dua hazina likizo, kwa sababu watu wabaya hawaendi likizo. Watu wenye husuda hawachoki kuwahusudu watu. Watu wenye vijicho hawachoki kuwatazama watu kwa macho yao mabaya na kuwadhuru. Sasa vipi wewe unachoka kunyanyua mikono na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sasa leo tulikutangazieni itasomwa dua, na hii dua jamanini, nikwambieni, ni halul uqad, ni kwa ajili ya kufungua mafundo ya kichawi. Wa halu uqadi shayatin, pia ni kwa ajili ya kufungua mafundo ya kishaitani. Shetani anaweza akakuvaa na akakufunga. Lakini pia halu uqadu alhasudi wal ainin, ni kufungua mafundo ya watu wenye husda, lakini pia mafundo ya watu wenye vijicho. Hasadi inaweza ikazalisha vifungo pia. Vijicho vinaweza pia vikazalisha vifungo. Kwa hiyo dua tutakayoisoma siku ya leo ni kwa ajili ya kukufungueni. Lakini pia dua itakayosomwa leo ni kwa ajili ya ibtalu sihri, ni kwa ajili ya kubatilisha uchawi. Kwa sababu sisi tunaamini uchawi upo na wachawi wanafanya uchawi wao, na hilo linathibitishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani aliposema, wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra. Nabii Suleimani hakukufuru, lakini mashaitani ndio waliokufuru, walikuwa wanawafundisha watu uchawi. Haya ni maneno ya Allah. Anathibitisha kwamba zamani mashaitani wakati wa Nabii Suleiman walikuwa wakiwafundisha watu uchawi. Kwa hiyo elimu ya uchawi ipo na ilifundishwa na mashaitani. Sasa upata watu wakarogwa na wakarogeka, na miongoni mwenu humu wapo waliorogwa na wakarogeka. Sasa dua ya leo pia ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abatilishe aina zote za uchawi zilizotusibu katika miili yetu. Lakini watu wanasumbuliwa na mashaitani, mashaitani wanawavaa. Wapo waliovaliwa na masubiani, kuna majini wanaojiita makata, kuna wengine hujiita vinyamkera, wako majini wanajiita maimuna, kuna jini mahaba awe ni ashiki au ummu muldam, kuna majini tayara wenye maumbile ya ndege, kuna majini thuruban, thaabin wana maumbile ya nyoka. Majini yote hawa wanawavaa watu. Hawa ni mashaitani wa kijini. Na shaitani akikuvaa hakuachi hivi hivi. Anaweza akazalisha maradhi katika mwili wako. Anaweza akakufunga mafundo ya kishaitani katika mwili wako. Anaweza akachafua nuru ya mwili wako. Anaweza akaondosha mvuto. Sasa leo usisahau kuwekania, umwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa shaitani ndio anayenitesa kwenye afya yangu, katika milango yangu ya mali, katika biashara zangu, katika ndoa yangu, Mwenyezi Mungu na kuomba umuangamize shaitani huyo. Usisahau. Hivi ni miongoni mwa vitu vinavyotusumbua, ni miongoni mwa vitu vinavyotutesa. Lakini pia muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kuondoshe hasadi. Wajua hasadi ni nini?
Hasadi ni mtu kutamani neema alionayo mwenzie imuondokee. We hapo ulipo ukijifanyia tathmini ukagundua kwamba ulikushawahi kumtamania mwenzako neema alionayo imuondokee, basi we unaitwa hasidi. Kama ni neema ya afya unatamani, mbona fulani huwa augui, mimi natamani augue, tayari umemuhusudu. Katika neema ya afya umemuhusudu. Kama ana fedha ukatamani, fulani bwana kajaliwa bwana, hivi lini atafirisika huyu, mimi sipendi, kana kwamba anatukoga huyu. Ukishatamani ile neema ya mali imuondokee, tayari we ni hasidi. Wapo wanaowatamania wenzao neema ya biashara iondoke, neema ya ndoa iondoke, waharibikiwe katika kizazi. Huenda watoto wao wanasoma vizuri, wamepata kazi nzuri, mtu anakasirika, anachukia, anatamani hiyo neema iondoke, tayari huyo ni hasidi. Na hasidi ni mtu mbaya afadhali ya mchawi. Ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amarana an nasta'idha min alhasidi kama amarana an nasta'idha min ash-shaytani rajim. Akatuamrisha tujilinde kutokana na mtu mwenye husda, kama alivyotuamrisha tujilinde kutokana na shaitani aliyelaaniwa. Mwenyezi Mungu sikatuambia tujilinde kutokana na shaitani. Sasa kama tulivyoamrishwa na Allah tujilinde kutokana na shaitani, ndivyo tulivyoamrishwa tujilinde kutokana na hasidi, mtu mwenye husda. Kwa hiyo mtu mwenye husda utaona ubaya wake unataka kulingana na ubaya wa shaitani. Mwenyezi Mungu akasema wa min sharri hasidin idha hasada, jilindeni kutokana na ubaya wa hasidi anapofanya husda. Na husda ikiambatana na kijicho ndio inakuwa mbaya zaidi. Yani mtu anachukia neema ulionayo kwenye nafsi yake, kwenye moyo wake. Sasa akikutazama hivi yale macho yake, Mwenyezi Mungu huwa anazalisha. Tena huwa kunazalika mionzi, tusiseme Mwenyezi Mungu, huwa kunazalika mionzi kutoka kwenye nafsi chafu kupitia kwenye haya macho. Ile mionzi inakwenda moja kwa moja inakufikia wewe. Ikishakufikia hiyo mionzi, kama amekuhusudu kiafya, utaporomoka kiafya. Na kama amekuhusudu kwa uzuri, utaporomoka. Na kama ulikuwa na mvuto katika jamii, mvuto utapotea. Ikiwa kaitazama biashara yako, kakuhusudu, kunazalika kwenye macho mionzi, inakwenda mpaka kwenye biashara yako, biashara itaharibika tu. Kakuhusudu upande wa ndoa, ndoa itavurugika. Na Mtume akasema lau kungekuwa kuna jambo linaloweza kuitangulia kadari ya Mwenyezi Mungu, basi kijicho kingeitangulia kadari ya Allah, namna kilivyokuwa na madhara, namna kilivyo na madhara katika maisha ya wanadamu. Mambo yote haya ndiyo yanayotutesa. Wapo walioharibikiwa afya kwa ajili ya mambo haya. Kuna wengine wameharibikiwa uchumi kwa mambo haya. Wapo walioharibikiwa biashara kwa sababu ya mambo haya. Kuna wengine wameharibikiwa ndoa kwa ajili ya vitu hivi nilivyovitaja: uchawi, mashaitani, hasadi. Ndio maana leo tukatangaziana ni siku ya dua maalumu kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondolee mashakili yanayosababishwa na hivi vitu vitatu. Lakini dua ya leo tukakuambieni njoeni na yai, kila mmoja aje na yai la kuku wa kienyeji. Na nikatangaza kabisa kwamba siku ya Ijumaa mimi nitakuwepo hapa kuanzia asubuhi. Na kweli mimi nimekuwepo hapa kuanzia asubuhi. Na kuweko kuanzia asubuhi kwa ajili gani? Lile yai au yai la kila mmoja kuliwekea khawasi maalumu, mchoro maalumu unaotokana na asmaullahil husna, majina matukufu ya Allah. Lakini majina haya yameandikwa kwa lugha ya Kiibrania. Nikasema kuanzia asubuhi Ijumaa mimi nitakuwepo hapa
kwa ajili ya kuweka michoro. Asmaullahi alhusna, majina matukufu ya Allah. Walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, Mwenyezi Mungu anayo majina mazuri, basi muombeni kupitia majina hayo. Nikasema nitakuweko kuanzia asubuhi hapa siku ya Ijumaa, kila mmoja nitapokea yai lake, nitaliwekea majina 7, na baada ya hao majina 7 kuna maneno ambayo yameandikwa pale, Allahumma abtil, Mwenyezi Mungu batilisha, maumila min alamali, kilichofanywa miongoni mwa kazi, minasihiri, inayotokana na uchawi, washayatini, na inayotokana na mashaitani, walhasadi walaini, na husda na vijicho, walukadi, na vifungo. Yameandikwa maneno hayo. Ndio tukasema elimu ya tiba msingi wake ni utafiti, pia msingi wake ni majaribio. Mambo haya yamefanyiwa utafiti na kukafanywa majaribio, na watu wakanufaika sana. Na mimi ninataraji kwa uweza wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yule atakayeshiriki vizuri anakwenda kufanikiwa. Tusemeni insha Allah. Insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Insha Allah. Na nikasema mwisho wa kuweka michoro kwenye mayai itakuwa ni saa 10 na dakika 10. Nitangaza hivyo. Kwa nini? Kwa sababu saa 10 na dakika 10 ni wakati wa kwenda kuswali. Huwezi ukaendelea kuweka michoro, swala inaswaliwa pale. Na swala ikimalizika tunaingia kwenye semina kama hivi, na baada ya semina tunaingia kwenye dua yenyewe. Ndio maana tulizingatia muda. Sasa kuna baadhi ya watu wamekuja eti saa 10 kamili, mwingine amekuja saa 9 na dakika 45, amekuta msururu wa foleni. Lazima utapanga kule nyuma. Sasa mpaka ukafikiwe wewe tayari saa 10 na dakika 10 umeshafanya nini? Ukisema eti kwa kuwa uko kwenye foleni niendelee, basi tutaendelea kuandika mpaka saa 1 magharibi hapa itafika. Sasa ikishafika magharibi, dua imesomwa, maelekezo yametolewa. Kuna mwingine anakuja na mayai 5, anasema bana, ndugu yangu yuko nyumbani kule, yeye ana kazi, kasema nimletee. Jambo hilo halikubaliki, kwa sababu ukinipa mayai 5 mimi nikaanza kuyawekea mchoro yote 5, yule wa nyuma yako amekaa amesimama tu anakusubiri. Wanapata haki watu ambao hawajaja kwa sababu ya kumtuma mtu mmoja, hawa wengine wanapata kero. Ndio maana tukasema kila mmoja aje na yai lake, asitume mtu. Lakini leo nimefanya msaada, lakini siku nyingine siwezi kufanya hivyo. Kila mmoja aje. Na yule mtu ambaye hana fursa, hana nafasi, sio lazima. Kuna baadhi ya mambo mengine acha ya kupite. Wewe hutaki kupita, umekuwa nani? Mambo mengine acha ya kupite. Na kama unapata fursa jioni, njoo na yai lako likiwa tupu tu, ili liweze kupata baraka ya dua. Japokuwa huwezi kulingana na yule ambaye yai lake limewekewa mchoro wa majina 7 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kulingana naye, lakini pia wewe huwezi kufanana na yule ambaye hajaja kabisa. Leo private huwa sisi tunatiba kwa njia ya mayai. Huwa hatuyawekei mchoro yale mayai, na wala huwa yasomewi dua. Sasa wewe ambaye yai lako halikuwekewa mchoro, lakini ukapata dua, ukapata na dawa, huoni unamzidi hata yule anayekuja private yule? Kwa sababu private unapewa dawa tu, unaambiwa nenda nyumbani kaandae mayai 3, kisha utatia dawa kwenye maji, vunjia lile yai, koroga, koga. Hakuna mchoro uliowekwa wala hakuna dua iliyosomwa. Sasa hata wale ambao mayai yao hayajawekewa mchoro pia wasikate tamaa. Ukishiriki vizuri utafanikiwa biidhnillahi tabaraka wa taala. Na niseme tunachokifanya sisi hatulitegemei hilo yai. Na kilichoandikwa kwenye yai sio mashaitani wala sio viumbe. Kumeandikwa asmaullahi alhusna,
majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yakiambatana na siri aliyoiweka Mwenyezi Mungu kwenye malighafi ya yai. Na tunajua hii ni tiba baada ya kufanya utafiti na baada ya kufanya majaribio. Sasa nini unachotakiwa kukifanya kwenye dua ya leo? Dua ina milango 7. Tutasoma hapa. Dua ina milango mingapi? 7. Na yote hii ni 7 munjiati. Ni zile sura 7 ambazo ameelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akisomewa mwenye matatizo, Allah subhanahu wa ta'ala anamvua hayo matatizo. Kwa hiyo kila tutakapokuwa tukimaliza mlango mmoja, wewe utapata fursa ya kuwekania juu ya matatizo ulionayo, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuondoshee matatizo hayo. Ukishamaliza kunuia, utaligonga lile yai kwa kidole cha shahada mara 3. Mfano wa hivi utafanya 1, 2, 3. Kisha tutasoma dua mlango wa pili. Mlango wa pili ukimalizika, takupa fursa ya kutia nia na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuondoshee matatizo ulionayo kwenye afya, kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye kazi. Na mwisho wa manuizi yako utaligonga tena lile yai mara 3 kwa kidole cha shahada. 1, 2, 3. Kidole cha shahada kwa wale wasiokuwa Waislamu, huu mkono wa kulia huu, baada ya dole gumba, kidole kinachofuatia ndio kidole cha shahada. Utaligonga. Tutakwenda hivyo mpaka tutakapomaliza dua milango 7. Ikishamalizika ile milango 7, tutaifunga dua yetu na tutapeana maelekezo. Unajua maelekezo ni nini? Maelekezo ni dawa utakayopewa leo ya bure. Ukifika nyumbani, andaa maji kwenye chombo cha kuogea ambayo unaamini yanatosha kuoga mwili wako wote. Ukishaandaa yale maji, lile yai livunjie kwenye hayo maji. Yale maganda yaliyowekewa mchoro yaweke pembeni. Ukishalivunjia lile yai mle ndani ya maji, chukua dawa yako yote iweke humo kwenye maji yale. Livuruge lile yai, lichanganyikane na maji, lisambae humo, lichanganyikane na dawa. Kisha nuia kubatilisha uchawi, kuondosha mashaitani, kufungua vifungo ulivyofungwa. Nuia kuondosha hasadi na vijicho. Nuia kutia nuru mwili wako, kurejesha mvuto katika mwili wako. Kisha koga mwili mzima. Ukimaliza kuoga usijifute. Ile shombo inatakiwa ibaki katika mwili wako usiku huo mpaka asubuhi. Sasa baada ya kuwa umeoga, ukishakauka, chukua haya maganda haya yenye mchoro maalumu, tia kwenye moto, kwenye mkaa wa moto. Jifunike shuka, moshi ukupate mpaka pale yale maganda yatakapomalizika. Na wewe jifunue. Kisha sasa unaweza kwenda kulala, au unaweza kuendelea na shughuli zako nyingine, au unaweza kuendelea kupiga story. Kisha baada hapo unalala. Asubuhi pakisha kucha, ndio unaruhusiwa kuoga kawaida. Sasa utaoga na sabuni kawaida, lakini ule usiku dawa haiogwi na sabuni. Kama unataka kuoga na sabuni, anza mwanzo na sabuni, jisafishe kabisa ile sabuni, kisha ile dawa ilete mwisho. Wallahi nakufanyieni kitu kikubwa sana. Kwa mwenye kumtegemea Allah na kwa mwenye imani na yakini kwamba Allah anajibia dua, na Mwenyezi Mungu ameweka siri kwenye vitu hivi, ukifanya kama ninavyokuelekeza unakwenda kufanikiwa. Lakini nilisema hizi dawa wakati mwingine zinakwenda kupambana na matatizo ambayo ni sugu.
Yapo matatizo ambayo ni sugu, kama ambavyo tunaona upande wa matatizo ya kibiolojia, yapo matatizo ambayo ni sugu. Mfano, unaweza kwenda hospitali ukapima makohozi au damu, ukaambiwa una TB. Utatumia vidonge kwa miezi mingapi? 6, kwa sababu tatizo hilo la TB ni sugu. Lakini kuna wengine huwa wanaambiwa kuhudhuria kliniki maisha yao yote kulingana na matatizo walionayo. Na upande huu wa yale matatizo yanayosababishwa na nguvu za giza, pia yapo matatizo ambayo ni sugu. Na dawa hizi sio kama chumvi umetia kwenye mboga ukakoroga hivi ukaonja ukaona chumvi imekolea au chumvi imezidi. Dawa haiko hivyo. Ikikutana na matatizo ambayo ni sugu kwa mara ya kwanza, inaweza ikagonga ukuta. Kwa hiyo ina maana inakupa taarifa, rudia tena. Sasa tumepanga khawasi hii ya mayai, tutakwenda nayo takriban wiki ngapi? Wiki 3. Ushindwe mwenyewe sasa. Wabaya wanakuendea mbio, wewe umelala usingizi wa kughafirika, shauri yako. Kwa hiyo ina maana tunazo Ijumaa 2 zilizobakia. Tuna Ijumaa ijayo na baada ya Ijumaa ijayo. Tutakuwa tumefanya mara ngapi? Mara 3. Unataka yai lako liwekewe mchoro, mimi kila Ijumaa katika hizi Ijumaa zilizobakia nitakuwepo hapa asubuhi kama nilivyofanya leo. Kuna wakati nimewawekea watu michoro kwenye mayai yao, alafu nikabaki na mimi naendelea na mambo yangu, watu hawapo tena. Watu wamekuja kusongamana nyakati za jioni. Nyakati za jioni ni wakati wa swala, na tukishamaliza kuswali tunaingia kwenye semina, na tukishamaliza semina tunaingia kwenye dua. Kwa hiyo mtatuia radhi wale ambao mnaochelewa. Ndio maana tunaamua kufanya huduma hizi bure. Usione taklifa, uwe na shauku na raghaba kwamba kwa kuwa sitozi chochote, hebu ngoja niwahi yai langu likawekewe mchoro ili niweze kushiriki vyema. Kwa hiyo tuna Ijumaa inayofuata na Ijumaa nyingine. Uradi huu utaendelea, tusemeni inshallah. Inshallah. Lakini kwa nini nimeamua kuambatanisha khawasi hii ya yai na kutoa dawa ya bure, kuoga na kujifukiza? Kwa nini? Kwa sababu tiba bwana ni dua, tiba ni kuoga, tiba ni kujifukiza, tiba ni kunywa. Hivi vinaambatana na ile operation tunayokusudia kuifanya, operation ya dua ya kisisina, operation ya ungo wa kisisina. Kwa tunayafanya haya ili operation iwe nyepesi. Kama kuna mtu alikuwa na matatizo sugu, yaondoshwe kabisa au yalainishwe wakati wa operation, iwe ni sababu ya kuyaondosha yote kwa ujumla. Ndio maana tunaifanya hii khawasi ya yai Ijumaa 3. Lakini pia tunagawa dawa ya kunywa Jumapili 3. Jumapili 1 tumekushatoa. Kesho kutwa itakuwa ni Jumapili ya 2. Kisha baada ya hiyo Jumapili ya 2 kuna Jumapili ya 3. Ndio tukashauriana na wenzangu kwamba ile Jumapili ya 3 ile hatuwezi kufanya mambo mawili makubwa. Yaani watu wagawiwe dawa, halafu hapo isome dua ya kisisina na operation ya ungo wa kisisina. Muda hautotosha. Nyinyi wenyewe mfano munao. Jumapili iliyopita tumegawa dawa hapa mpaka saa 8 kuelekea saa 9. Sasa Jumapili hiyo tugawe dawa, halafu baada ya dawa tufanye dua ya kisisina ikiambatana na operation ya ungo wa kisisina. Tutamaliza saa ngapi? Kwa kuna vitu vingine lazima tukubaliane navyo, na wala msichukie. At-ta'anni min Allahi wal ajalati min ash-shaytan. Upole
unatokana na Mwenyezi Mungu, na haraka haraka inatokana na shaitani. Ukimwona mtu ataka mambo yake haraka haraka tu, jua huyo anapelekeshwa na shaitani, na mara nyingi jambo linaloendeshwa na shaitani huwa linafeli. Kwa hiyo tukasema tutaiakhirisha tarehe 11, itakwenda kufanyika tarehe 18, ili tarehe 11 tugawe ile dawa ya kunywa, ibakie zoezi hilo tu. Na tunaamua kuitoa hiyo dawa ya kunywa kwa sababu inaingia katika blood stream, ile mikondo ya damu, kwa ajili ya kwenda kupambana na matatizo yaliyoko katika damu. Kuna uchawi unaozunguka kwenye blood stream, kwenye mikondo ya damu. Lazima upate dawa itakayoingia kwenye mfumo wa damu. Lakini pia tunakwenda kupambana na hao mashetani walioko katika mfumo wa damu. Tunakwenda kupambana na sihirul maakul, uchawi wa kulishwa, wa sihirul mashrube, na uchawi wa kunyweshwa. Na ndio maana nikasema katika kipindi hiki chote unaweza ukaleta mrejesho, Sheikh, mimi nitumie ile dawa lakini nimeona 1, 2, 3. Kuna vitu ambavyo tunaweza tukashauriana. Kwa hiyo utaona kabisa dua yetu ya kisisina itakayoambatana na operation ya ungo wa kisisina inaambatana na dawa inayoendana na khawasu ya yai, lakini pia itaambatana na dawa kwa ajili ya kunywa. Kisha tunakuja kuisoma dua yenyewe, halafu tunafanya na operation ya ungo wa kisisina. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yahfadhana fima baqiya min al-ayami, atuhifadhi katika haya masiku yaliyobakia, ili tuweze kukamilisha operation hii. Tusemeni amin. Amina. Tusemeni tena amin. Amina. Muhimu ni kuwahi. Nyie muone kwamba mimi ninajitoa. Yaani mimi huduma za private zinanilipa sana, huduma za private. Kwa sababu kuniona tu mtu, ikiwa mtu yataka kuniona tu, analipa shilingi 5,000. Leo hapa si mnaniona bure. Lakini nikishakuwa mle, nataka tuione sura ya Sheikh Abu Jadawi 5,000. Huioni bila 5,000. Na ukishaiona hii sura, unaweza ukaambiwa lete 100,000, lete 200,000, lete 300,000 kulingana na uzito wa tatizo ulilonalo. Ukishaiona hiyo sura. Lakini itosha mimi niendelee na huduma za private, lakini leo naamua kujitoa. Kwa sababu ninajua nikimsaidia mwenye shida, Mwenyezi Mungu pia atanisaidia katika yangu. Ndio maana naamua kujitoa. Tangu asubuhi niko hapa, naweka khawasu tu kwenye mayai. Nikitoka labda nimeenda uwani, tena hata ukitoka kwenda uwani, mtu ukikutana naye katikati pale anakurudisha, rudi Sheikh uniandikie yai. Kuna mmoja kanirudisha. Nikamwambia nitajikojolea sasa. Mbali na kwenda uwani, nimeenda kuswali salatul Jumaa. Nimetoka kuswali salatul Jumaa, nimeenda kula. Kwa sababu toka asubuhi nilikuwa sijala, nimekula saa 8, nimerudi hapa. Nimeendelea na kazi, nimekwenda kusali, baada ya swala tumeendelea na semina. Sasa mimi nikijitoa na nyinyi jitoeni. Na wallahi sisi ndio huwa tunapokea mirejesho kwa njia ya simu, kwa njia ya SMS, watu wanakuja live. Hizi dua zinawasaidia, watu wanasema. Japokuwa mimi nimekuwa na usemi mmoja hivi, hakuna dawa inayowatibu watu wote, isipokuwa kuna dawa inayotibu watu wengi. Ukaririni sana huu msemo. Hakuna dawa inayotibu watu wote, isipokuwa ipo dawa inayotibu watu wengi. Sasa ni kumuomba Mungu na wewe uwe ni miongoni mwa hao wengi. Ni kumuomba Allah na wewe uwe ni miongoni mwa hao wengi. Na kama haukuwa katika hao watu wengi kwenye dawa fulani, basi utakuwa katika hao watu wengi kwenye dawa nyingine. Ndio maana huwa tunatoa dawa kwa kurudia rudia. Sasa baada ya kuyasema haya, nitatoa utaratibu sasa wa kuingia kwenye dua ya leo. Tuisome dua mapema, kisha hata kama kuna mambo mengine yatafuatia sasa. Lakini nimeanza kupokea mrejesho wa dawa ya Jumapili iliyopita.
watu wanaleta mirejesho yao, na mimi ninawashauri nini cha kufanya. Tumuombe Allah tusamehe madhambi yetu na atujalie kuwa ni miongoni mwa watu wenye afya kwa kujikwamua kutoka katika mashakili na kuyaweka mambo kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.